Nataka mwanangu. Mama, unawezaje kumkunja mke wangu ndani ya nyumba yangu? Hayo mambo yako umepata wapi? Msikilize. Mimi napenda mwanangu. Napambania damu yangu. Sio wewe. Sio kama wewe unayetaka starehe. Unataka kufanyaje? Sio hapo jamani. No. Hivi unahisi pesa ndo kitu muhimu kwangu? So ila kitu muhimu kwangu kwa wakati huu ni namba yako. Hiyo ndo nahisi nikikosa siku yangu itakuwa mbaya sana. Namba yangu? Okay, andika. Okay, taja. 07 25 38 63. Okay. Ni save nani? Save Mapenzi. Okay, poa Mapenzi. Hebu nisaidie simu yako mara moja. Simu yangu ya nini na wewe? Suna anaitumia. Na hebu kwa basi muelewa. Nisaidie simu yako mara moja. Kilichopo humu kwangu na kilichopo kwako una tofauti gani? Wewe na hebu nipe. Simu yako unairingia kama vile dhahabu vile. Hivi lile game la puto liko wapi? Kwa hiyo kuniomba kote simu unatafuta game? Kwani kwenye simu yako hamna game? Joan, hebu jaribu kuwa serious basi. Basi chukua simu yako. Nishagairisha. Kwanza muda wenyewe naona umeenda. Mimi nahitaji kwenda hapo sokoni. Mimi mwenyewe nilikuwa nakuona unavyojizungusha zungusha hapo. Fanya uende, wahi kurudi basi. Legina, mama Kacholi wangu, lengo la kuja hapa ni kufanya mazungumzo mimi na wewe. Vipi? Kacholi yuko wapi? Hivi wewe, nimeshakwambiaje kuhusu kuja hapa kwangu? Au kupajua hapa kwangu ndo tatizo? Uje muda unaotaka wewe, si ndio? Sikiliza nikwambie, hapa kwa sasa mimi ninaishi na mtu. Sio kuja kila wakati, muda unaotaka wewe. Sijui unanielewa? Makacholi, nimekuja kwa amani hapa ili tuzungumze. Zile tofauti zetu nilikuwa naomba tuziweke pembeni. Maana mimi na wewe tumeshakuwa wazazi sasa. Haina haja tena kurumbana. Cha msingi ni kutafuta solution. Na jambo lililonileta mimi leo ni kuja kumchukua Kacholi, maana umemlea kwa kipindi kirefu sana. Hivyo kwa kipindi hiki ni vyema basi angebaki na mimi, na si kwa ubaya. Muda wote ukihitaji kumwona unaruhusiwa kuja nyumbani, wakati wote. Wewe ndo mama yake, kwa sitoweza kukuzuia. Vipi, Kacholi yuko wapi? Unakumbuka shuka kumekucha? Una maana gani kusema hivi?
mwanao kipenzi nimempeleka huko mkoani kwa mama yangu. Regina, hivi unachokiongea kiko sawa sawa? Nimesikia sawa sawa? Regina, nahitaji mwanangu na si vinginevyo. Nadhani unanielewa. Nataka mwanangu. Mama, unawezaje kumkunja mke wangu ndani ya nyumba yangu? Hayo mambo yako umepata wapi? Msikilize, mimi napeleka angalia mwanangu na pambania damu yangu, sio mwenyewe, sio kama wewe unayetaka starehe. Msikilize, nitakuumiza mdogo wako, nitakuumiza wewe, wambie ujema wako. Sikia, ninachohitaji hapa ni mtoto wangu tu na hakuna kingine. Na sivyo usipompata mwanangu, nitamtambua nyinyi nyote. Kapuya, naomba uondoke nyumbani kwangu. Toka, nitakuitia kelele za mwizi. Naomba uondoke. Ondoka Kapuya. Nisikilize wewe. Sijaja hapa kuonyesha mapenzi. Sijaja hapa kushangaa chumba chenu kilichochoka. Nimekuja hapa kufuata mwanangu. Laza, sikia. Sio jina wewe. Naongea na wewe hapa. Sikujui hunijui. Naomba uniache. Naondoka. Nahitaji mwanangu, nitarudi tena. Toka bana! Ondoka, mtoto ndo nakumbuka sasa hivi. Hello, Mr. Kapuya. Yes, hello. Habari? Salama. Samani. Naongea na nani? Mimi nadhani utanifahamu hapa kwenye simu. Kwa ningependa kama utakuwa na muda tuweze kuonana. Nashindwa kuelewa ni kwa nini gani. Unawezaje kuonana na mtu basi namba? Mimi mwenyewe nilidavulia kidogo. Mr. Kapuya bwana, hebu sikia. Mimi nakufahamu wewe. Na wewe na imani kwamba unanifahamu, lakini utanifahamu zaidi ukishaniona. Kwa nilitaka tuonane. Alafu usiwe hata na hofu kwa sababu mazungumzo tunaenda kuongea ni mazungumzo ya amani sana na imani kwamba utayapenda. Muda gani? Okay, poa. Usisahau basi kunitafuta. Okay, bye. Regina, nimekuita hapa leo ili tuweze kuzungumza. Ni mazungumzo muhimu sana. Mazungumzo gani haya? Unajua Regina, mimi nimekuwa mwenye kujitoa sana kwako, lakini wewe mwenzangu umekuwa sio mwenye kufanya hivyo. Ukinihitaji nifanye mambo yako ya muhimu, nimekuwa mwenye kufanya kila wakati. Lakini wewe nikikwambia swala la mtoto, hutaki kunielewa kabisa. Hivi kwa nini Regina unakuwa hivyo? Nimekwambia na shida na mwanangu, nahitaji kuwa naye. Tafadhali, namuomba mwanangu. Hivi unajua kuwa na feli kiasi gani kitendo cha mimi kuwa mbali na mwanangu? Hebu jaribu kuvaa viatu vyangu. Jaribu kuwa mwelewa basi. Ndio maana naongea kiupole na kistaarabu, ili tuweze kuelewana mamangu. Tumekuwa wenye kurumbana kila wakati. Naona hatupati matunda. Hebu jaribu kunielewa kwa hii lugha laini ambayo naitumia hapa kuzungumza. Sikiliza nikwambie kitu Mponda. Unajua ni kwa sababu gani sikupe mtoto?
kwa sababu wewe unaishi kibachera, huna mke, yaani uko kiselasela tu. Alafu ukiangalia yule mtoto ni wa kike. Nawezaje kuruhusu mtoto wa kike aishi na babake hali ya kuwa hana mke? Hata serikali hairuhusu. Usichonielewa wewe ni swala la kutotaka kunipa mwanangu nikae naye. Naomba nikae na mwanangu. Mponda, hivi tunavyoongea sasa, mtoto yuko kwa bibi yake. Nimemsafirisha. Yuko kwa mama yangu mkoani. Unasemaje wewe? Unawezaje kufanya hilo swala aliyakuwa mimi hujanishirikisha? Unajichukulia maamuzi tu. Umempeleka kwa bibi yake? Ina maana mimi sina mamlaka ya kuwa naye? Wewe sikiliza. Sitaki kusikia hizo ngonjera zako. Namtaka mwanangu. Jaribu kuwa mwelewa Mponda. Unamtaka mwanao hali ya kuwa hayupo? Basi nipe nauli nimfuate. Wewe usiniambie hivyo. Nakupa siku 2 tu. Mwanangu awe hapa. Nafikiri utakuwa umenielewa. Malaya. Kila siku unapigizana kelele na mimi. Au umekuta nini hapo na huyu malaya wako? Grace, hebu jaribu kutumia akili hata kidogo. Tuko sehemu za watu, alafu naanza malumbano ya nini? Hapa kila mmoja amekuja kwa mpango wake. Hivyo basi, naomba kila mmoja aendelee na appointment yake. Oh, kwa mimi nakuuliza unanijibu jeuri, si ndio? Nahitaji majibu ya kujitosheleza. Huyu ni nani na umefuata nini hapa? Mke wangu, kuna haja gani ya kupigizana na kelele aliyakuwa watu wametulia kibao hapa? Kwa nini usio mstaarabu na kuwaheshimu watu waliopo hapa? Tutaonekanaje kama tutaanza kupigana na makelele hapo? Unajua heshima wewe mwanaume? Sasa ngoja nikuonyeshe heshima unayoitaka. Upendo wangu umekuwa kugawanya na sio kuzidisha. Angalo ingekuwa hesabu za kujumlisha, wenda ningekokotoa. Ila haya mafumbo kiukweli yananizidia. Maswali kwako mama, baba yangu ni upi? Unasema kanikata, mbona nanitaka? Umesema nipendi, mbona nanifata? Wapo watatu ndio nawafahamu, ila sielewi wala sifahamu kwa nini imekuwa hivi na kwa nini imekuwa vile. Mdomo koma na ufumba, maana mi bado mtoto, ila ngoja nikue nitayajua haya mapito. Mama nipende usinikatae, baba nipende usinikatae, mama nilinde usiniache, baba nibebe usiniangushe. Sina hatia, sina hatia, sina hatia, sina hatia.